na kumekuwa na maswali mengi. Maswali haya kwa sababu hakuwa hajapata habari kamili. Sana wakili msomi Kibatala, na tunakuombea kwa Mungu hata kwa hili tutashinda. Sisi kwa bado tunafikiria unafaa kuwa askofu wa Glory of Christ Tanzania Church. Matendo yangu ya dunia ni mengi sana, mniache na uwakili tu. Asante Reverend. Asante. Baada ya maneno mazuri ya wakili ambayo ametupa mwanga mkubwa mno kwenye kona ya kisheria, na kama alivyokiri kwamba yeye sio mtu wa kiroho wala hajaitwa na Bwana kwa ajili ya kazi ya utume wa kichungaji, lakini sisi pia tunakubali wazi kwamba Mungu naye amemuita kwenye eneo la kona ya sheria, na anafanya vizuri sana. Tumekuwa naye si tu kwa sababu ya kesi hii, tumekuwa naye kwa kesi nyingi sana za nyuma. Ninyi mnakumbuka vizuri mambo ya nyuma huko yaliyotokea, na tulishinda. Kwa tunamwamini Mungu pia hata kwa hili. Mungu yule yule atusaidia mwanzoni, anatusaidia tena. Ninaitwa Askofu Maximilian Machumu Kadutu, alimaarufu sana kwa jina la Nduzi. Nafasi yangu mimi ni katibu mkuu msaidizi wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, lakini pia ni mjumbe wa bodi ya wadhamini. Nasimama hapa kwa niaba ya kanisa hili la Glory of Christ Tanzania Church, kifupi GCTC. Vile lingine limesema GCCC, abia kwa nalo. Sisi ni GCTC. GCCC katafutwe mahali lipo. Nichukua fursa hii ya kipekee sana kwanza kuwashukuru sana wachungaji, maaskofu, mitume na manabii ambao umefika leo kwenye hii kesi ya kanisa la GCTC. Tulivyokuwa tunaangalia namba, mmefika 571. Na nashukuru kwa wale wachungaji wetu wa jimbo la Dodoma wa Ufufuo kufanikiwa kufika, na wengine kwa mikoa ya jirani. Na naamini pengine tungekuwa tunajua angalau ratiba kamili. Sababu ratiba ilikuwa ni saa 9 kafanywa kuwa saa 5. Hii mabadiliko yameathiri kidogo mahudhurio ya baadhi ya watu wengine. Lakini hata ratiba yenyewe hii ya kuwepo leo ilitoka siku ya Ijumaa. Sasa kwa kuwa tumepata mapema tarehe nyingine ya kesi kama hii, itakuwa tarehe 8 mwezi wa 6, mwezi wa 7. Tunaamini watakuja kutoka mikoa mbalimbali sasa. Si wa Ufufuo peke yake tu, wa madhehebu mbalimbali. Na mimi nitakuwa pia na mashehe kwa sababu jambo limegusa jamii nzima kwa upande wa mambo ya dini. Na mimi nitakuwa tena 571, tunaweza kuwa zaidi ya hapo. Niwashukuru sana kwa niaba mkuu Daktari Josephat Mathias Gwajima. Jambo la pili ambalo la muhimu, tumesikia kutoka kwa wakili, ameeleza wazi
hasa kupitia barua ya waziri kwa maana ya mwakilishi wa serikali, kwamba wao hawaitambui barua ile ambayo imesababisha yote haya. Angeitambua angejibu, kwa kuwa hajatambua ndio maana hajajibu. Sasa kwa kanisa kupitia barua ile ambayo imekanwa, imekataliwa, haitambuliki, haijasainiwa na msajili wa vyama vya kiraia na haina jina la kanisa letu, hiyo ndio barua ambayo imeleta yote haya. Sasa kwa sababu ya barua hiyo, naomba nianzie nyuma kidogo. Wala ambao hamkuelewa basi muelewe kidogo, kwa sababu jambo limetokea siku ya Jumatatu usiku saa 5:15 katika mazingira ambayo wala hatukuwa kwenye ibada ya jioni, ilikuwa tu ni mkesha. Wala alikutokea ibada ya Jumapili ambao waumini wengi wanakuwepo makanisani. Kwa nafasi ya kupeana taarifa ilikuwa haipo kabisa. Kama ni taarifa tuliyoipata basi ni ile ya kuvamiwa. Lakini kwa nini tumevamiwa? Na watu wengi hawakuwa nayo hayo. Ukweli ni kwamba sisi tuliona barua hiyo mtandaoni, ambayo tuliulizwa ni ya kwenu, mmepewa barua. Ilikuwa tarehe 2 mwezi wa 6. Na hiyo barua ya mtandaoni si tukawa taharuki. Kwa wale ambao wana simu angalau za smartphone waliona. Wengine wa simu ndogo hata hawakuona kabisa, wasikia tu kanisa limejaa tepe mbalimbali. Sasa muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Muda wa kuelezea sauti imepunguzwa kwa sawa. Muda wa kuelezea hatukuwa nao. Sasa kwa sababu hiyo naomba nielezee kidogo kwamba siku hiyo ibada ya Jumapili ikatangazwa kwamba tutakuwa na maombi ya kufunga kwa muda wa siku 7. Yaani kuanzia Jumatatu na kuendelea. Sasa tumeanza maombi ya mfungo siku ya kwanza na kuendelea na mkesha. Ghafla kanisa likazingiwa na magari ya polisi na polisi. Hatujakaa sasa tukasikia mabomu yanapigwa na risasi za moto. Hatujakaa sasa watu wamekamatwa. Hatujakaa sasa wameshapigwa na utepe. Kwa hiyo wale waliokuwa kwenye mkesha walikamatwa. Walikamatwa watu 98. Wakapelekwa kituo cha polisi Oysterbay. Taharuki ikawa ni kubwa sasa, kanisani kuna utepe. Waumini waliokuwepo wamekamatwa. Ikaanzia Dar es Salaam ambayo ni makao makuu ya kanisa letu, ikasambaa mikoani kwingine kote kabla ya Jumapili. Kwa nafasi ya wachungaji wetu kuelezea uminoni imetokea ikawa haipo. Na sisi tunaheshimu sana serikali yetu, tukasema tuiachie serikali inajua inachofanya. Sasa taharuki imeendelea kuwepo mpaka Jumapili mpaka leo. Katika mazingira hayo, waumini wetu wamepata tabu sana kuwaza jambo hili limetendwa na serikali au la. Sasa kwa mjibu wa taarifa ya wakili Kibatala, namna alivyofanya mchakato, kanisa lilivyochukua hatua ya kumuomba asimamie mambo yake kisheria, akamwandikia barua waziri kama matakwa ya hiyo barua ya mtandao inavyotaka kwamba uandike kwa waziri rufaa ndani ya siku 21. Akaandika barua hiyo, lakini akasema waziri sheria haimbani ajibu lini. Akachukua hatua nyingine kwenda mahakamani. Siku ya Alhamisi kesi ikasikilizwa kwa maana ya maombi yetu kwamba kanisa lifunguliwe, shughuli zingine ziendelee. Na mawakili wa serikali wakaweka pingamizi. Ijumaa ikasikilizwa, yale maombi ya upande wa serikali katupiliwa mbali. Uamuzi ulikuwa siku ya Jumanne
na wenyewe kwa sababu waziri alijibu barua yake, serikali mwakilishi wakasema kwamba tusubiri kwanza hii barua ya waziri inasema nini. Uamuzi ukapangwa leo, na leo kama alivyoeleza wakili yaliyotokea na mpango ambao uko mbele wa tarehe 8. Sasa kama kanisa katika mazingira haya ambayo tumeyapata, tuna mambo machache. Jambo la kwanza, sasa kupitia serikali, kwa maana kupitia waziri, tumepata uhakika kwamba kanisa letu halijafungwa. Kwanza hatujapokea barua ya kufungwa kwa kanisa, lakini hata ambayo hatujapokea yenyewe hiyo ya mtandaoni, tulivyoandika rufaa sasa na barua yenyewe hiyo, waziri amekana kwamba hiyo barua si halali kwa sababu haijasajiliwa na msajili wa makanisa. Waziri akaenda mbali zaidi kusema, ninyi ni kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kama lilivyosajiliwa na huyu mnadai kwamba amefuta. Hii Glory of Christ Church kwani ndio ninyi? Na wauliza ndo ninyi? Kwa hiyo hata kama barua yenyewe si hajapokea, labda hao GCTC walishapokea. Sasa wakachanganya kati ya GCC na GCTC, wakakimbia kwa GCTC wakaacha GCC. Sisi tuliombe jeshi la polisi liachie GCTC, tafute kanisa la GCC ifunge sawasawa na maelezo ya barua yenyewe. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Naomba utulivu. Kwa sababu hata si tungeshangaa kwa mfunguliwa katika mazingira hayo. Utaratibu unajulikana. Ili kanisa lifungwe, hii ni taasisi ya watu. Watu wanafunga ndoa, wanabariki watoto. Kuna ubatizo. Unakataje, unafungaje kanisa ghafla hivyo kama unaofunga kitu ambacho hakihusiana na watu wengi zaidi? Tulitegemea kama kwa ngombe ya kufunga kweli, kwanza tungepewa notice ya siku 14 au siku 21, ili kama kuna wafanyakazi mliokuwa mmewaajiri basi mwape likizo, ili kama kuna shule za kanisa basi zifungwe kwa utaratibu wanafunzi kurudishwa makwao, ili kama kuna hospitali ya kanisa wagonjwa wapewe rufaa waende kwingine, ili kama kuna waumini wa kanisa hilo basi watangaziwe wapate huduma za kiroho kupitia huduma zingine, ili kama kuna ndoa ama zisogezwe karibu ndani ya nusu fungu haraka, ama wasimamishwe, wasilipie kumbi, wasitoe mwaliko kwa watu wengine. Tungeshangaa sana. Lakini cha pili, tuna utaratibu mzuri sana wa kisheria ambapo kila mtu anayekosea lazima aitwe asikilizwe kwanza. Umekosea bwana hiki, hebu jitetee. Kama hujafunga kanisa jitetee. Kwa nini tusifunge kanisa lako? Jitetee. Nafasi ya kujitetea hatujapewa. Kwa hiyo tuna confirm wazi kwamba kanisa letu halijafungwa. Labda hao GCTC walishapewa nafasi ya kusikilizwa, walishapewa na notice wakakaidi, ila polisi kwenye kuchanganya majina hapa badala kwa GCC kule wakaenda GCTC. Kwa hiyo
Haya mambo kuchanganya, ndugu zangu, yapo. Yapo. Majina yanafanana yapo. Kwa tutoe wasiwasi wa waumini wetu. Kanisa letu halijafungwa. Na kwa sababu hiyo, kwa kuwa halijafungwa, Jumapili tunaomba utulivu. Na kwa sababu kanisa letu halijafungwa, ila kwa sababu ya hofu iliyoingia waumini wetu, kuona utepe, kukamatwa, kupigwa mabomu, wameogopa na wameshindwa na kanisani, wakiamini pengine hili katazo pengine la kweli. Si tumefuata watu wa kanisa letu kuiombea serikali na kuiheshimu serikali. Kwa hiyo akaona kama ni serikali imefanya hivyo, hatuna haja kupambana na serikali, wasubiri viongozi wa juu watatuelekeza vizuri zaidi. Na kwa sababu ya subira hiyo, mimi wapongeze kanisa la Glory of Christ Tanzania Church kwa utulivu wenu kulifanya taifa endelee kuwa na amani. Sasa rasmi Glory of Christ Tanzania Church, Jumapili tunaendelea na ibada kama kawaida. Naomba utulivu ndugu zangu. Naomba utulivu. Haya yote ambayo yameleta sintofahamu kubwa na hata kudhaniwa pengine la kwetu limefungwa, ni kwa sababu ya plesi ya Askofu Gwajima. Yanadhaniwa hivyo. Na mimi hata nitoe wasiwasi hiyo, kwa sababu wasihusishe plesi ya Askofu Gwajima na kanisa letu. Askofu Gwajima ni mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia jimbo la Kawe. Askofu Gwajima ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Askofu Gwajima ni mneki. Na Askofu Gwajima pia ni askofu. Kwa naamini kama ingekuwa ni sababu ya yeye kukemea utekaji, nadhani wangeanza na kufukuza wanachama wa CCM kwanza. Pengine kwa sababu wanachama huo angepoteza sifa za kuwa mneki, angekosa sifa za kuwa mbunge. Nadhani wangeanza hapo. Siamini kwamba wanaweza kuyaacha haya yote wakakimbilia kulionea kanisa. Siamini hicho kitu. Siamini. Na kama inaweza kuwa ni kweli, je, akosee padri mmoja au katekista mmoja kule na Mtumbo Ruvuma, kakosea kwenye matamshi yake, hata kama ni ndani ya kigango au ndani ya jumuiya, kakosea kwa matamshi yake, je, wataifunga Katoliki nzima? Yani narudia kusema hivi, watu wanakosea, wanaweza ukosea
na sheria ziko wazi. Kakosea askofu, kakosea mtume, kakosea raia, kakosea muumini, sheria ziko wazi za namna kumchukulia mtu sawasawa na makosa yake. Anashtakiwa yeye, sio kwa niaba ya jumuiya ambayo anayumo ndani ya jumuiya hiyo. Sasa akikosea katekista mmoja wa kigango cha Itilima kakosea, akikosea huyo katekista wa Katoliki wa kigango cha Itilima, wataifuta Katoliki nchi nzima, wasiendelee na ibada, watapiga utepe nchi nzima. Ni kitu ambacho hakipo, ni kitu ambacho hakiwezekani, ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa maneno aliyoongea Askofu Gwajima, kwanza nataka niweke wazi kwamba place yake ya kwanza hakuongelea kanisani, wala hakuongelea madhabahuni, wala hakuongea kama askofu wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Aliita place kwenye mtaa au kwenye nyumba anayojua mwenyewe, sisi ajua ni wapi, Dodoma au Mwanza au wapi, ni kwenye nyumba ya jirani au kwenye ofisi ya ubunge au kwenye ofisi ya alipoita ile place, kabla ya yote ikajibiwa bungeni. Kwa hiyo walimjibu bungeni, ushahidi kwamba hiyo place ilienda haihusiani na kanisa. Hata waliojibu bungeni wanamjibu Gwajima kwamba Gwajima hawakuwahi kuliongelea kanisa la Glory of Christ Tanzania Church. Na sasa si tu hapo, hata kwenye mkutano mkuu wa CCM, maneno aliongea Rais Samia Suluhu Hassan hayakuhusisha hata kidogo kabisa na kanisa la Glory of Christ Tanzania Church, hayakuhusisha kabisa. Yeye alidili na Gwajima kama Gwajima akasema tusigwajimanize chama chetu na kina magwajima yaachwe nje. Nadhani hiyo ilikuwa ni baada ya place, kwa kanisa alikuhusika kabisa. Nani huyu analipuka na kanisa sasa? Kutokea wapi? Kwamba aliongea Jumapili. Je, ana haki ya kuhubiri kanisani? Ana haki ya kuhubiri. Yes, haki anayo. Na usimpangia tahubiri nini, usiende mahubiri yake. Alichosema Jumapili ni ufafanuzi kwa waumini wake waliosikia. Ametajwa kila mahali, wala hakuleta hoja aliyoleta hoja ya kwanza. Hoja ya kwanza haijawahi kujibiwa mpaka leo, ni ufafanuzi. Na mimi nasema wazi, alikuwa na haki kuambia waumini wake wasiendelee kubaki na taharuki kwa sababu umefanya nini, imekuwaje. Kwa sababu hata mitandao ya kijamii ilizimwa, kila alichokisema mara ya kwanza kikafutwa. Mimi niliona kwenye media moja na The Chanzo ikasema kwamba TCRA imewaamrisha waondoe content ya Askofu Gwajima kwenye mtandao wao. Hata kama iliondolewa, kwa hiyo waumini wengi hata kupata taarifa vizuri kwamba ameongea nini. Sasa tunasema mara magwajima mara nini, anataka afanue. Lakini jambo hilo halihusiani kabisa na kanisa, wala kanisa halijamtuma aseme hayo. Sasa sikio makini. Kwa maana moja, kanisa kama kanisa, kwanza kanisa lina bodi ya wadhamini. Kanisa lina bodi ya nini? Ya wadhamini. Na kwa sababu kanisa lina bodi ya wadhamini, mambo yote kanisa wanakaaga bodi ya wadhamini, wanaandika walaka kama baraza la maaskofu, halafu wanamtuma mmoja akatoe kwa niaba ya maaskofu ambaye ni katibu mkuu. Na kanisa hilo kama ni kulishtaki, kulipeleka mahakamani, basi ni muhimu wangeshtaki bodi ya wadhamini.
ambayo hata kwenye kesi ambayo iko mahakamani imepelekwa ni bodi ya nini? Ya wadhamini. Nataka niseme tu kwamba Askofu Gwajima ana haki ya kupigania anayoamini yeye mwenyewe kama yeye. Ana haki. Na mimi naweza kusema sio yeye wa kwanza kukemea mambo ya ubaguzi. Alikuwa anadai kubaguzi. Haya mambo wanatekwa watoto wa wanyonge, lakini watoto wa wazito hawatekwi. Akitolea mfano wa mwanae Jordani na watoto wa wengine wote. Inaonekana kama ubaguzi ndio jambo hili likomeshwe. Tukumbuke vizuri ndugu zangu, Martin Luther King aliyekuwa padri wa Katoliki, baadaye akawa Mprotestanti, ambaye leo ndio kiongozi mkuu wa Lutheran, alisimama kama kiongozi wa dini kukemea ubaguzi wa rangi wa watu weusi kule Marekani. Alisimama kusema haya hayafai, ambao ndio msingi wa viongozi wa dini kukemea maovu kwa taifa. Biblia inasema piga kelele usiache, paza sauti yako, waambie watu kosa lao. Na hii inasema wazi, ndugu zangu viongozi wa dini, msinyamaze kwa sababu nilopata hiyo tokea hili. Endeleeni kupaza sauti kwa maovu ya nchi hii. Si yeye tu peke yake. Mnamfahamu Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, alikemea mambo ya ubaguzi wa watu wa chini. Alisimama kama kiongozi kukemea. Na kama viongozi wa dini wameanza kuminywa midomo wasiongee, ndugu zangu, nadhani ni kuwatoa kwenye wito wao, ni kuwanyima haki ya kukemea baadhi ya dhambi zingine, wao kukemea tu uongo, ulevi na nini, waache mengine. Hata kumalizia, tarehe 8 imetangazwa ndio siku ya mahakama, na kwa kuwa shauri hili liko mahakamani, kwa utaratibu wa mahakama lazima uendelee, na sisi hatuko tayari kuingilia utaratibu, uendelee kama ulivyopangwa na utaratibu wake. Nitoe wito kwa viongozi wa dini, watuungane kwa pamoja kwa jambo hili. Kama GCTC imetendewa jambo hili kwa mazingira hayo, hatujajua linafuata dhehebu gani lingine. Kwa nitoe wito kwa madhehebu yote ya Kikristo na ya Kiislamu, tuungane pamoja, kwanza kwa maombi na kwa dua mbalimbali. Lakini cha pili, kuja mahakamani Dodoma kuhudhuria kusikiliza ukweli huu, na kuja mahakamani hajawahi kuwa kosa la jinai, ni jambo la kawaida. Kwa wito wangu huo, tuje kaonea mwenzake. Tuna nafasi sisi kuliombea taifa letu na kuhubiri amani. Ushirikiano mzuri wa wanasiasa na viongozi wa dini ukiwa mzuri sana, taifa linaweza kuwa na amani, kwa sababu wote wana wafuasi nyuma. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa nini? Wapiga kura si raia hawa na waumini wenu, sio? Ukimwona askofu yuko hapa nyuma, kuna waumini wengi na ni wa vyama vyote vya siasa. Kanisa ndio mahali pekee wanaingia wa CCM na Chadema wanaingia.
ACT wanaingia na CUF wanaingia na wasio na vyama wanaingia, isipokuwa wachawi tu peke yake. Sasa viongozi wa dini msipojenga mahusiano mazuri na wanasiasa, au wanasiasa wasipojenga mahusiano mazuri na viongozi wa dini, na ni mwaka wa uchaguzi, kuna muujiza gani tuutarajie? Kwa mimi niombe jambo hili la kanisa la Glory of Christ Tanzania Church lisitugawe. Sisi viongozi wa dini, wanasiasa ni waumini wetu, tutawapeleka wapi? Lisitugawe. Sisi ni walinzi wa amani wa taifa hili. Mwaka wa uchaguzi tuhubiri amani pamoja, na tumuone mwanasiasa anayekuja kutubembeleza, kutuonyesha hata baada ya uchaguzi tutaendelea kusali. Kwa mjibu wa Ibrania sura ya 10 mstari wa 25 tunaambiwa, wala msiache kukusanyika kama ilivyo desturi, kwa kadiri mnavyoona siku zinakaribia. Tujenge mahusiano mazuri. Kwa hiyo wito wangu, kwa kuwa hapa siongea na wanasiasa, naongea na viongozi wa dini, si ndio tuwavute polepole kwa karibu viongozi wa kisiasa. Hawa ni waumini wetu. Tujenge mahusiano mazuri, achana mambo ya mtandao na nini na nini, na hivyo mahusiano mazuri, na usibague chama cha mtu. Jengeni mahusiano na viongozi wa siasa ambao unaweza kumwelewa. Kuna msemo mmoja sio mzuri sana, watu wanasemaga kwamba mpende anayekupenda, mpende asiyekupenda. Basi naomba niishie hapo kwa leo, lakini tapeana taarifa nyingine zaidi kwa kadri siku zinavyokwenda. Mungu awabariki sana. Mungu aibariki Tanzania, aibariki Afrika. Asanteni sana kunisikiliza. Na niombe sasa waandishi wa habari, naweza kuzima mitambo yenu.